Wadau wa utalii, waongoza utalii, mawakala wa hoteli na wamiliki wa hoteli zaidi ya 100 wamekutana mkoani Arusha kwa lengo la kujadili mambo mbalimbali, hasa zaidi ikiwa ni katika kuelekea kwenye mashindano ya AFCON ambayo yanataraji kufanyika ikiwemo katika mkoa wa Arusha mwaka 2027. Samuel Dia, mwenyekiti wa chama cha wazawa Tanzania wa utalii, amesema kwamba bei za malazi pia zinatakiwa kuwa rafiki ili kuruhusu idadi kubwa ya wageni watakaofika hapa nchini. Mimi naitwa Samuel Daniel Dia au kwa maarufu ananiita Sam Dia, ni mwenyekiti wa Tanzania Local Tour Operators na mkurugenzi wa Tanzania Travel and Safari Company. Leo tulikuwa na B2B Connect ya TLTO. Ni mara ya kwanza tumefanya tukio hili kubwa la kuwaunganisha wadau, wanachama wetu pamoja na wadau wengine wa utalii, tour operator, mawakala wa utalii hapa Tanzania, kuwaunganisha na wenye mahoteli, wenye campsite na lodges kwa nia ya kukutana pamoja na kubadilishana mawazo, kujuana na kufanya biashara. Maazimio ambayo tumetoka nayo hapa leo, kwanza ni kushirikiana katika mifumo yetu ya uuzaji na kushirikiana zaidi katika zile rates ambazo wanazitoa, kuangalia namna gani ambako tutaweza kufanya biashara zaidi, kwa sababu uzoefu uliopo sasa hivi ni kwamba kati ya inquiries 10 ambazo tunazipata, labda unaweza kupata 1 au 2, na moja ya sababu ambazo zimesababisha ni wageni wetu kuona kwamba gharama za wao kuja huku ziko juu. Kwa hiyo malazi ni sehemu ya gharama kwenye ule mpango wa safari ambao mgeni anakuja nao. Kwa hiyo tulikutana na wenzetu na tumekubaliana kwamba tukae pamoja ili tuweze kuangalia namna gani tutaweza kuboresha au kufanya bei hizo za malazi ziweze kuwa rafiki ili tuweze kuuza zaidi na matokeo yake tuweze kuleta wageni wengi kuja katika kivutio cha Tanzania. AFCON mmejadili nini? Kuelekea AFCON, kama tour operator tumekubaliana kwamba ni muda sasa kushirikiana na serikali kuweza kutengeneza safari mbalimbali, safari fupi na ndefu ambazo zitafanyika kila siku, kwa sababu tunajua ugeni utakao kuja hapa Arusha ni mkubwa sana. Kwa hiyo tuna vivutio vingi ambavyo vinazunguka jiji letu la Arusha. Ukiangalia Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Tarangire, Arusha National Park, maporomoko mbalimbali, Makuyuni Park pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo tumekubaliana tour operator, wadau wa utalii, kutengeneza package mbalimbali ambazo tutaziuza kwa wageni wote ambao watakuja wakati wa AFCON. Jina langu naitwa Manase Emmanuel Mlumba, ni director wa kampuni ya Outback Africa Safaris, lakini ni katibu msaidizi wa Tanzania Local Tour Operators. Ni chama au ni association ya wazawa wa Tanzania. Tuko hapa leo kama mnavyoona tukiwa na tukio kubwa sana ambalo tumeweza kuliandaa, ni kuwakutanisha wa tour operators pamoja na suppliers, kwa maana ya accommodation owners, yani wale watu wanaomiliki mahoteli, wanaomiliki campsites na suppliers wengine. Tumeweza kuwakutanisha pamoja na tour operators kwa ajili ya kuweza kufanya kuzungumza na kuungana katika kufanya biashara, kwa sababu sisi tour operators pamoja na accommodation owners, suppliers, wote tuko katika industry moja. Kwa hivyo tumekutana leo kuweza kuungana kwa pamoja ili kuweza kuzungumza kuhusu biashara ya utalii. Tunashukuru serikali kwa kutuletea kwa kuweza kupambana na kupata nafasi hii ya AFCON. Sisi kama wazawa pia tumejipanga vyema sana. Kwanza kwa kuanzia kwenye malazi tumejipanga vizuri sana, na vile vile kwenye usafiri kwa maana ya transportation tumejipanga vizuri, na pia kuwasafirisha wageni wetu kutoka katika miji mbalimbali. Tunajua kuna Zanzibar, tunajua kuna Dar es Salaam, na tunajua pia kuna hapa Arusha. Kwa hivyo tumejipanga vyema kuweza kuwahudumia wageni wote ambao watakuja kwa ajili ya AFCON. Najua tutashirikiana vyema na serikali kuweza kujua wageni wetu watalala wapi, watakwenda katika hifadhi gani na vitu kama vya namna hiyo. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kabisa. Ni ajenda yetu kuu pia ilikuwepo, mbali na kuzungumza biashara, pia tulizungumzia swala hili la AFCON. Mimi naitwa Dr. Charles Bekoni,
ni founder na director wa Masilent Safari Lodge hapa Arusha, vile vile Masilent Coffee Lodge pale Karatu. Kwa kweli ni fursa nzuri sana AFCON kwa nchi, kwa sababu tutatoa huduma ya accommodation. Kwa hiyo tumejipanga kwanza kuwa na huduma nzuri za kisasa ili tuweze kuleta sifa katika nchi yetu. Watu wakija kutembelea wapate huduma nzuri za malazi na shughuli nyingine zote. Lakini vile vile ni fursa nzuri kama nchi kujitangaza katika vituo vyetu vya utalii. Watu watakuja wengi, kwa tunategemea baada ya AFCON wageni wengi zaidi watakuja kuwekeza vile vile kwa ajili ya utalii katika nchi yetu.